Soko ya sanaa kwangu iko vizuri. Sina mambo ya kuzungumzia. Kwangu iko vizuri, imetulia. Labda upande wa marketing. Kwa sababu upande wa marketing Tanzania bado hatujawa na watu ambao wanatusema marketing. Kwanza nikwambie tu, umezungumzia upande wa soko. Comedian wanaoongea kushuti comment za kuongea wanasaminiwa kupewa vipaumbele vya soko. Sisi ambao tuongee tunajitafutia soko. Tafsiri umeelewa vizuri? Usipeleke mjini tu ovyo, vipeleke vizuri tu. Comedian wanaoongea wanapambaniwa kupata soko. Sisi ambao tuongei tunajipambania kupata soko. Kwa sababu mtu akisha kuona kwamba umepambana hivi na hivi, anataka yani, ukichukua mimi clip yangu ambayo nimevaa hivi nilivyo, ukiposti inaenda takriban K2. Ukichukua saa mimi ambaye najipambania soko, mimi napiga bilioni 2, bilioni 3, bilioni 1, lazima sisi tupewe kipaumbele pia kwenye soko. Lakini soko wa upande wa marketing inatusumbua, makampuni watu inatusumbua. Unakuta mtu wa kampuni anakuita wewe Kinkusi, budget anaweka mezani, unaona bwana mnanifanyia hivi. Alafu ukitoka pembeni unasikia kampa fulani. Ukiangalia account ya mtu aliyempa, ukiangalia followers wake, inakushusha tena moyo. Lakini hatutukata tena tamaa kwa sababu tuko bungeni. Tungekuwa mtaani sasa hivi tuko bungeni tukate tamaa? Hapana. Na sisi peke yangu. Ndugu yangu njoo. Nisiwe kasema kwamba Pusa amekuja pekee. Sisi ndio wapambanaji pekee Tanzania hii. Unatuona? Yaani sisi hatuongei sana. Yaani sisi hatuongei. Sisi hatuongei. Umeniita King Pusi lakini hujamuona pale. Sio umemuona? Tuko wawi. Tumeitwa bungeni na tumeitikia wito na tumekuja kupambana. Mimi naitwa Ibrahim, ndugu yangu anaitwa. Umesikia kwanza majina? Mimi acha jina lako la sanaa ya kuzaliwa taja hapa wajue. Sio mimi ndio ninasema. Jina Abdalla. Bana Imani anamsema na yeye anaitwa Abdalla, kama naitwa Ibrahim. La sanaa Kimdoli, mimi naitwa King Pusi. Okay. Mimi hata nimalizie.